Hujambo mtazamaji, asante na kushukuru kwa kuweza kunisupport kwa njia moja ya pili katika video zangu. Niombe kwamba kabla uweze kuendelea kutazama video yangu uweze kusubscribe please kwa video zangu ili niweze kupata support wengi, na kwa yote pia niombe kwamba uweze kushare kwa watu wengi na pia kucomment na kulike video zangu ili uweze kufikia wengi. Asante sana, uweze kubarikiwa. Haya ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunasema jina la Kristo na lizidi kuinuliwa. Kuna sehemu zingine ambayo mvua hainyeshi. Kwa hivyo ndugu zetu na dada zetu pamoja na mifugo na viumbe vingine vya Mungu vinaumia. Tuna la kujivunia kwa sababu ya wingi wa mvua ambayo Mungu amekusudia iweze kunyesha katika masaa haya. Ni wakati ningeweza kuwakaribisha wote wanaonisikiza sauti hii kwa mbali na pia karibu, ili kwamba tuweze kujumuika katika kusudi la Mungu jioni ya leo. Kwa hivyo jana tuliweza kuzungumza na nikaweza kuambia ni vyema kila mtu aweze kuchunguza moyo wake na aweze kupeleka katika vipimo vifaavyo, kwa maana mioyo ama moyo wa mwanadamu mara nyingi huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote vilivyoko duniani. Lakini Ayubu akasema aweze kuchunguza moyo wake ili iweze kuonekana kama macho yake ama mwili wake uliambatana pamoja na moyo wake. Na tukapata katika kitabu cha Zaburi ambao mtunga Zaburi akamwomba Mungu wa mbinguni aweze kuambatana na moyo wake, kwa maana Mungu huchunguza mioyo ya watu na kuweza kuziangalia kazi zao. Kwa hivyo kama kuna njia yoyote ambayo ingeweza kuleta majuto katika maisha yetu ya kibinadamu, basi maombi yetu ni kwamba tuweze kuelekezwa katika njia za milele. Leo ningependa tuweze kuzungumzia kitu kingine tofauti. Leo ningependa tuweze kuzungumzia juu ya kukubali ushauri. Ndugu zangu, ni vizuri uweze kukubali ushauri wetu, kwa maana sisi wote tunamtegemea Mungu ambaye ndiye njia pekee tuliyoiona hapo jana. Lakini kabla hatujaomba ni vyema tuweze kupata ombi. Mungu wetu ishie milele, tuombe uweze kututumia nafasi hii kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho. Ningependa kumshukuru yule mzungumzaji ambaye ameondoka kwa kuweza kutupatia njia ambayo katika njia hii kumbe tutamkutana pamoja na Mwokozi wetu. Asante sana mtumishi ambaye amezungumzia hasa somo la ubatizo ambalo linalozungumzia mambo ya kuzaliwa upya na kuanza maisha mapya. Je, tutashauriwaje jioni hii ya leo? Ushauri wa Kristo ni upi ama ushauri wa Biblia ni upi? Na jana tuliamua kwamba tuweze kukimbia katika njia zote zipatikanazo Yerusalemu na pia katika Zayuni, ili kwamba kama tunaweza kupata mtu hata mmoja atakaye kwenda katika haki na Mungu aweze kupenda mji huu. Wote tuweze kumuuliza aliyemtunga ni nani. Ukiangalia katika kitabu cha Methali mlango wake
Msemaji wangu, naomba uweze kusoma aya ya 13 teremke mpaka 18. Methali 3:13. Heri mtu yule aonaye hekima. Naomba niko na wachungaji hapa wenzangu. Kama mchungaji mmoja angeenda akae kule, tuzungumze na yeye maneno. Ashike hiyo mic. Ama moto imeenda. Naomba msomaji wangu awe tayari kwa ajili ya kuendeleza huduma huu. Nilikuwa nimewaambia kwamba tungependa kuweza kuangalia mambo ya ushauri, na nilikuwa na kuomba ya kwamba ukubali kushauriwa, na nikamwambia ya kwamba Methali mlango wa 3 aya yake 13 tunapoteremka moja kwa moja mpaka hapo 18, bila shaka tunataka tuweze kuangalia mtu wa Mungu anazungumzia nini kuhusiana na mambo ya ushauri. Hebu soma. Msemaji wangu, Methali 3:13 teremke mpaka 18. Anza vyema. Heri mtu yule aonaye hekima. Heri mtu yule aonaye hekima, na mtu yule apataye ufahamu. Na yule mtu apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora. Maana biashara ya mtu yule ni nini? Ni bora kuliko biashara ya fedha. Maana biashara ya yule mtu ni bora kushika nini? Kuliko biashara ya fedha. Kuliko biashara ya fedha, na fedha huenda haraka kidogo. Na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu. Wanakuambia faida yake ni nyingi kushinda nini? Dhahabu safi. Kushinda dhahabu safi. Teremka. Yeye ana thamani kuliko marijani. Wanakuambia mtu huyo ana thamani hadi juu. Dhahabu ya juu kushinda nini? Marijani. Kushinda marijani. Halafu wala vyote uvitakavyo havilingani naye. Wanasema ya kwamba kitu gani kufanya katika dunia hii havilingani na yule mtu anayeona hekima. Ana wingi wa siku katika mdomo wake. Ana wingi wa siku katika mdomo wake wa kuume. Halafu utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana. Wanatuambia njia za mtu huyo ni njia za kupendeza sana. Na mapito yake yote ni amani. Mapito yake yote ni akina nani? Amani. Ni amani. Halafu yeye ni mti wa uzima kwao. Wanasema huyo mtu yeye ni mti wa uzima kwa watu wanaofanya nini? Wamshikao sana. Wamshikao sana. Halafu ana heri kila mtu ashikamanaye naye. Niliwaambia hapo jana ya kwamba Ayubu alisema ya kwamba kuna uwezekano mwili wake na miguu yake iweze kuambatana pamoja na macho yake. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba macho ya mtu huona, na macho haya yanapeleka message kwa ubongo. Ubongo una release ukisema ya kwamba miguu unaweza kuanza safari kwa kile kitu ambacho nimekwisha kukiona. Ndiposa jioni ya leo anasema ya kwamba heri mtu yule aonaye hekima na ufahamu. Afadhali huyo mtu kushinda biashara yote inayofanyika ambayo ni vya dhahabu. Unajua, katika dunia yetu hii kama kuna biashara ambayo viko na pesa nyingi ni biashara ya dhahabu. Punguza makazi hiyo kitu kidogo. Na wanatuambia tunachukua muda mwingi kwa kuweza kutafuta vitu hivyo, lakini kumbe vitu hivi mara nyingi huondoa mawazo kwa Mungu. Mtu utafuta utajiri, lakini mtu aliye na hekima, mtu aliye na ufahamu,
wametuambia kwamba mtu huyu ni bora kushinda watu wengine wote. Kwa hiyo heri wale wanaoshikamana na mtu wa aina hiyo, kwa maana mtu huyo ni kama mtu wa uzima. Ninakumbuka Adamu alipofukuzwa katika shamba la Edeni, alipoteza matunda ya mti wa uzima. Unarekeresha. Siku moja nilikuwa natoka Webuye, nikiteremka tukapita Kwema, tukateremka tukapita tukapiga Mayanja, tukateremka. Kuna kamuto. Ndugu zangu, ni vizuri kushauriwa, ni vyema uweze kushauriwa. Saa zingine kuna kamuto hapo katikati. Mvua ilikuwa imenyesha jinsi ambavyo imenyesha saa hii, na ikawa imenyesha kabisa, na maji yakawa yamejaa na yakapita juu ya barabara. Magari yakawa yamevuka, yamesimama upande ule, na hata na sisi pia katika gari letu tukawa tumesimama pande hii. Watu tukasimama, tukaondoka katika magari kuangalia jinsi ambavyo maji yanavyofanya kazi yake. Ndugu yangu, kuna gari inaitwa trailer ikatoka chini inaelekea Mombasa, ikapita juu ya maji hayo, na kumbe maji hata kama ni trailer, lakini ikifika katikati ya gurudumu, nataka nikuambia kwamba gari hilo linaanguka. Gari likakuja, lakini katika uzito huo ikayumba na ikapita. Na kuna mtu mmoja alifuata nyuma akiwa na motorbike, akaenda akang'ang'ana na maji akapita. Ndugu zangu, kuna mjamaa akatokezea juu, na kumbe ni mfanyakazi wa mchungaji, pasta wenzetu. Na tangu alipokuwa amefunga ng'ombe, akachukua motorbike ya mchungaji, akaenda. Masaa yameenda, inarudi saa 12, giza linaanza kushika, na hajajua mifugo hii itatoka saa ngapi. Akaona afadhali aharakishe apite, akafikiria kwamba akishika mafuta vizuri ya motorbike akapita. Watu wakamwambia ya kwamba usiende. Akasema hapana, nimechelewa. Akaambiwa usiende. Akasema na sijui mwingine amepita. Wakamwambia, ndugu yangu, haya maji ni mengi, moja yatulie. Sikia sasa, yeye akaamua aende, akapuuza ushauri. Wanarekeresha watu wanakakanya kamechi ekama kamechi kanta humu irahunduro kamu irahunduro hawa kusubiri wache bange zari wache bana kamu ingisha mukabati hebu tuelea ingira mukabati ne mpikipitie wele hawa ebone kamu ile mukabati kamechi na karura mukabati kachana na kayukhini na kari na kacha na kayukhini na mwana na kangira mundu mukabati ekulama omujamala ngabacha mukabati na mpikipitie wele hawa mwana watu ni wamechi omama aruna watai kamechi kamu suta wana hulina mpikipitie mwana kamu ingisha mundu mukabati mwana ngamulitisha mukabati senamu wana kumingita. Kukubali ushauri inaokoa. Ndugu zangu, mimi ninapoangalia nikaona huyu jamaa alipokuwa amefanya mambo yake ya sarakasi akiwa amefunga juu ya maji, watu wakamwambia jaribu ukiwa kwao, jaribu hawakata kama ikikama na hiyo. Sasa wale walipoambia usiombe, kumbe ukipita ushauri, ndugu yangu, basi bila shaka wewe hautapata wakati mambo yatakuwa mazito. Kuna mtu mmoja ninataka tuweze kumwangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5, kuna mtu ningependa tuweze kwenda naye moja kwa moja katika sehemu hii. Kuna mtu ningependa tuweze kuzungumza juu yake. Msomaji wangu, Wafalme wa Pili mlango wake wa 5, ningependa uweze kusoma kuanzia pale tuweze kuona kama mtu alitafuta ushauri, na katika hali hii ya ushauri alianza kukutana na ushauri wakati ambapo Mungu anataka kumwokoa. Wafalme wa Pili mlango wake wa 5
aya yake ya kwanza, soma na tuteremke. Basi Naaman jemedari wa jeshi. Ati ni nani huyo? Naaman jemedari wa jeshi. Ati basi Naaman alikuwa ni jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Alikuwa ni mfalme wa wapi? Wa Shamu. Halafu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Aha. Na mwenye kuheshimiwa. Twende. Kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Twende. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Alikuwa nini? Mwenye ukoma. Sasa sikia ndugu zangu, Washami baba Hadadi ndiye alikuwa mfalme wa Shamu, lakini Naaman ndiye alikuwa jemedari mkuu wa jeshi la Shamu. Na kwa upande huo, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamemwasi Mungu, bali Mungu alimwachilia ili kwamba kupitia Naaman basi wana wa Israeli waweze kupigwa, ili waweze kupatiwa funzo na waweze kuelezea kwamba wakiwa mikononi mwa Mungu wako salama. Lakini wakati wanapomwasi Mungu, basi kunakuwa na majanga. Huyu mfalme, mtu huyo alikuwa ni mtu wa heshima kuu, alikuwa ni mtu hodari katika vita, na kwa kazi yake ambayo ilikuwa ni nzuri, basi waliweza kupiga wana wa Israeli mpaka wakachukua mateka. Na katika haya mateka waliochukuliwa, kulikuwa na kijana mmoja ambaye ni wa kike, naye aliyechukuliwa mateka mpaka katika kule Shamu. Lakini je, licha ya huyu mtu kuweza kuwa hodari, mtu wa heshima, mtu wa ngazi ya juu, mtu anayeogopewa, aliingia katika taifa la Mungu mpaka akachukua mateka katika taifa la Mungu, lakini kumbe alikuwa na ugonjwa ambaye ulikuwa ni ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa mbaya sana. Ugonjwa wa ukoma mbaya ni mwani wa bikanga. Mimi nimewahi na mtu ambaye ana ugonjwa huu. Ugonjwa huu ni mbaya ndugu zangu. Ugonjwa huu ni ugonjwa wa kukata viungo vya watu vikianguka chini wakati ungali hai. Alupe, hii hospitali ya Alupe hapo kitambo, ilikuwa ni aibu wewe kusema kwamba unaenda kwa hospitali kutibiwa huko hospitali ya Alupe, kwa sababu watu walikuwa na kuogopa. Wanajua wale wanaenda Alupe ni wale ambao wana ugonjwa wa ukoma. Lakini ndugu, hata katika Israeli wale watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma walikuwa wafukuzwa nje ya mji, kwa sababu ulikuwa ni ugonjwa wa kuambukiza. Lakini kumbuka, ulikuwa umemshika mfalme jemedari mkuu wa jeshi la Shamu, na ugonjwa huu ndugu zangu ulikuwa unaleta aibu, kwa maana ilibidi watu wakutoroke, watu waweze kukaa mbali na wewe kwa sababu ya ugonjwa mbaya. Ndugu zangu, wakafanya vita nao wakamchukua msichana mmoja ambaye ni wa Kiisraeli, wakampeleka wapi msomaji? Sijui kama unafuatana pamoja na mimi ama umeacha Biblia. Sijui walipomchukua ilianaje? Hebu tuambie katika Biblia yako ilikuwa kuwaje, namna gani? Washami walikuwa wameteka vikozi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Washami walifanya nini? Na Washami walikuwa wametoka vikosi. Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja. Wakachukua mtu mmoja ambaye alikuwa mfungwa. Sikia, huyu ni mfungwa. Wakachukua mfungwa mmoja, wakachukua mateka. Alafu ikakuaje? Teremka. Kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, twende chini, naye akamhudumia mkewe Naaman. Alafu akamwambia bibi yake. Akamwambia nini? Bibi yake akasemaje? Laiti bwanangu angekuwa pamoja na yule nabii. Laiti nini? Laiti bwanangu angekuwa pamoja na yule nabii. Laiti bwana wangu angelikuwa na yule mtu ambaye anakaa Israeli, ambaye ni nani? Aliyeko Samaria. Aha. Maana angemponya ukoma wake. Huyo mtu ni nani? Mtu mmoja akaingia. Ngoja, wanatuambia kwamba heri kama huyu bwana wangu angelikutana, sikia, kama angelikutana na mtu wa kwetu huko, mtu wa kwetu, na huyo mtu wa kwao ni nani?
huyo ni nabii, amesema ni nabii. Huyu nabii anapatikana wapi? Samaria. Akasema angelipanga upande wake. Ushauri wa maana sana, ushauri wa kuponya mtu. Kubali ushauri upone, kubali kushauriwa uweze kupona. Halafu ikakuache teremka. Msomaji, teremka. Mtu mmoja akaingia, akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyepata kazi katika kazi, yaani wewe ambaye anamtumikia mke wako, anasema nini? Asema hivi na hivi. Anasemaje? Mfalme wa Shamu akasema namna gani? Haya basi, mimi nitampeleka mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake. Sasa sikia, kama kwa msichana kamsema, kama bwana wangu angelikuwa na mtu ambaye ni nabii, ambaye anakaa Samaria, akikutana na huyu mtu atapona. Mambo haya yakamfikia mama, na mama aliposikia akasema, kama ni hivyo, nitaenda nimwambie bosi wangu ambaye ni mfalme, yaani habari, akiwa ndiye mfalme wa Shamu. Yeye akasema kama huyo mtu yuko Israeli, nakumbuka wanapiga Israeli mpaka wamechukua mateka, lakini anasema nitaandika barua kwa mfalme wa Israeli ili aweze kufanya huyu mtu mfalme wake. Halafu teremka. Mfalme wa Shamu akasema nini? Haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 na fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na Israeli waraka ule, kusema waraka huu utakapowasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua vazi lake, akasema aliposikia akafanyaje? Akasema aliposoma akafanyaje? Ikawa aliposoma kwanza, akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema waraka huu utakapowasiliana, tazama nimemtuma mfalme wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua vazi lake. Alirarua mavazi yake. Msichana yule alikuwa amesema ya kwamba laiti kama angelikutana na nabii, lakini mfalme wa Shamu ameandika barua na amemwandikia mfalme wa Israeli tofautisha kati ya nabii na pia mfalme. Hata kama walikuwa Israeli, lakini msichana hakushauri ya kwamba aende kwa mfalme, lakini aweze kwenda kwa nani? Kwa nabii. Kwa hivyo waraka huu ulipomfikia mfalme wa Israeli akasoma. Aliposoma waraka huo, Biblia inasema ya kwamba mfalme wa Israeli akararua mavazi yake. Kama mfalme anaweza kurarua mavazi yake, watu ni hapo na kuteremka. Akasema nini? Je, mimi ni Mungu? Niue na kuuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini mwone ya kuwa mtu huyu anataka kukombana nani. Sasa sikia, following instructions ni kitu cha maana katika maisha. Fuata ushauri, fuata mwongozo, sikiza vizuri. Kama niliwaambia hapa kwa hii uwanja, kuna watu wataanguka mtihani, wengine ambaye masomo wamepewa. Si ya kwamba hao watu ni wajinga, ambao kufuata mwongozo wa Biblia. Hapa nchini Mungu atapata certificate ya wewe.
Biblia iko very clear. Lakini sasa hawa watu hawafuati yale maagizo ya yule msichana aliyeyatoa. Alisema hakutana na nabii, lakini mfalme Ben-Hadadi anaenda kwa mfalme wa Israeli ili kwamba aweze kuiponya nana na ugonjwa. Yule akasema, jamani, mimi si Mungu. Huyu jamaa anatafuta njia nyingine ya kunichapa, anajaribu kutafuta njia nyingine ya kuniangamiza mimi. Akasema huyu anataka kupambana na mimi. Teremka msomaji. 8 Nasema nini? Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu, mambo haya yakamfikia Elisha aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake. Sasa sikia, mfalme akamtawala nabii anakuwa chini ya mtawala ambaye ni mfalme katika Israeli, na anakaa Samaria, mahali ambapo watu wa chini sana wanakaa, watu ambao wamtao wa chini wanapatikana ni kule Samaria. Sasa hapa anasema kwamba heri angelikutana na yule, lakini kwamba unapoingia katika masuala ya Mungu haendi kulingana na hadi ya mtu, lakini anaenda na moyo na hadi ya moyo wa mtu na kusudi la moyo wa mtu. Na kwa sababu Mungu akamtambua Elisha, mtu ambaye hakuwa na mavazi, mtu ambaye alikuwa maskini. Wacha nikwambie, hata nguo za Elisha ilikuwa ni mtumba wa siku hizi, lakini alikuwa na jambo la maana katika maisha ya watu, heshima ya mama. Mtu huyu wa Mungu anaitwa Elisha, hangeiokota popote. Wanatuambia yeye kina Elia hao, yeye hiyo group walikuwa ni watu wa kukula chakula cha hali ya chini. Wale wana bahari ya homa kule ni chunde bila kama mmoja. Kwa hiyo nikiwaambia mambo ya chini hawaelewi. Watu wanapoona hawajawahi lala chini ya mti kwa sababu hana mahali pa kuweka kichwa. Kwa hiyo nikieleza wema asielewe vizuri, lakini nataka nikueleze kwamba mtu huyu aliposikia kwamba mfalme amewarua mavazi, akauliza swali rahisi, aliwarua mavazi ya nini? Aliwarua mavazi haya kwa sababu gani? Teremka wa msomaji. Mbona umerarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi. Na aje sasa kwa nani? Kwangu mimi. Alafu naye atajua ya kuwa rekeres ya mano hiyo. Sema ngibule. Mbona umerarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi. Haya, anza sasa vizuri. 8 inasema, nasema nini? Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu, aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi, ndipo akamtuma mtu kwa mfalme akisema, kwa sababu yeye mwenyewe hata uwezo hata ile mavazi ya kumfikia, anasema nenda nikamwambie mfalme. Kusema nini? Mbona umeyararua mavazi yako? Kwa nini umeyararua mavazi? Na aje sasa kwangu mimi. Ambia akuje kwangu mtu ambaye maskini. Naye ajuaje? Atajua ya Bwana. Naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Atajua ya kwamba kuna nabii katika Israeli. Jana niliwaambia ya kwamba Mungu ametafuta mtu mmoja kutoka na Bwana, yule ambaye atakayetembea na kutafuta haki na kutembea katika kweli, ili mtu huyu usiangamizwe. Mungu anatafuta mtu mmoja. Tafakari, angalia katika Israeli kuna mtu mmoja ambaye anaitwa nabii. Huyu nabii anasema kwamba aambie mfalme, aambie yule jamaa akuje hapa kwangu kule Samaria, atajua kuna nabii katika Israeli. Kubali ushauri ndugu yangu. Twende kazi. 9. Basi Naamani akaja na farasi wake. Alikuja na nini? Na farasi wake. Alikuja na nini?
na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampeleka mjumbe. Naye Elisha akaelekea mbele. Nataka ile maneno isiwe. Usiwe na wasiwasi. Sema tu maneno iende tu vizuri. Niwache kile kitu nataka bwana. 10 inasema nini? Naye Elisha akampelekea mjumbe. Sasa Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaweke katika Yordani mara 7. Tulia. Wakati ambapo mtu huyu alifika kwa mfalme wa Israeli, mfalme wa Israeli akamtoa mama Elisha, akamtoa katika palace, akampeleka katika kijiji. Kale akamtoa kadogo, nikana kwamba saa hii president wa Amerika aweze kutuma jemadari mkuu wa Amerika katika kijiji hata kwa kijiji chetu kama hapana. Unafikiria huyu utakuja na nini? Ndege itakuja hapa ile kubwa ya Marekani, na pia kuna magari ya chini kwa chini kama ambayo ni ya kijeshi na huko mambo ile, na pia hapa yanakuja kwa mtu ambaye ako na kamuda huko kichakani. Unajua Elisha alipoenda pambani, akaona kuna magari, farasi zinakuja na magari yanakuja, akajua ya kwamba nani anakuja, na kwa sababu hii akatuma mtumishi wake, akamwambia Gehazi, nenda ukasimame pale, umwambie Naamani ya kwamba haupasi kufika pale, kwa maana mimi ni mtu wa chini, lakini nataka ninataka nimpatie ushauri naye aweze kupeleka. Ni ushauri gani huu? Akafanyia nini? Hebu soma akisema, enenda ukaweke katika Yordani mara 7. Atufanye nini? Enenda ukaweke katika Yordani mara 7. Ati enenda ukaweke mara 7. Alafu na nyama wako narudia 10. Naye Elisha inasema, naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaweke katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika. Elisha akasema ambia mama anakuja kwangu, na alipotumana mtu basi mama ni huyu akachukua habari ya baba kwa Elisha. Lakini alipokuwa anakaribia nyumba ya Elisha akatumana Gehazi akaenda akamwambia ya kwamba mama, sikia mtumishi wangu akasema hivi, nenda Yordani, wewe nenda katika Yordani, nawe nenda ukaoge huko tena siku moja, lakini uende mara 7, nawe nawe mwili wako zitakuwa safi. Farasi, wacha nikwambie, inapoangalia watu wamekuja nao, watu wengi, watu wakubwa, kwa maana walioonekana wakale watoto, akasema kwamba sasa ikawezaje wale watu warudi huku niwaza umaji ezaje yote wakanina alikataa yote, kwa sababu Bwana katika Israeli ndio mtu mchafu kushinda mito yote, kwa maana maji yake yanatoka katika milima, inabeba uchafu wa kila kitu, moto maji ambayo hayatumiki wakati wa mapishi, mtu ambao anajaa takataka, na ndipo mtumishi wa Mungu anamtuma mfalme mzima, mtu ambao anamlinda mfalme, anamwambia nenda ukaoge.
Baba Habibu alikashirika hapa, nini alikashirika? Hebu msomaji endelea. Alikashirika, lakini Naamani akakasirika, akaondoka. Akafanya nini? Akaondoka. Mambo haya tunayozungumza katika uwanja huu wema yakakukasirisha, na utachukua hatua ya kuondoka, na utakapoondoka wewe usipone, kwa maana umeshauriwa na umekashirika. Lakini uelewe kwamba Mungu anakuambia nenda Yorodani, bali siko nenda Yorodani ukaenda mara 7 naye upande, naye akakashirika na akaondoka. Alipoondoka, sikia sasa, alipoondoka watumishi wakamwambia jamani, wewe usiende, zinakuwa tu heri kama unafanya jinsi ambavyo Mungu amesema. Hebu sasa, hebu teremka, anasema nini? Ilikuwaje? Akaondoka akasema nini? Tazama, nalidhania bila shaka atatoa kwangu. Yeye sasa alikuwa anaapia mbele yake, kulingana na ufahamu wake. Yeye alikuwa anafikiria nini? Hebu sema, bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa, na kuponya mimi, na kuponya mwili huo. Hii njia ambayo huyu mtu anataka atumie kupona si njia ya Mungu. Yeye anataka kupona, lakini wafuate njia yake. Mungu anasema nenda mtoni ukaoge, utakapooga mara 7 nyama zako zitarudia katika hali hiyo. Na yeye anataka Elisha asimame na aombe Mungu wake wa mbinguni, alafu aguseguse vidonda vyake, na anajua leo eneo ni najisi, lakini Mungu aguseguse ili nyama zake zirudie hali hiyo. Njia ya kukuponya ni Mungu atatoa watu. The way of salvation ni Mungu kutakatifu. Hivyo wangu mimi, the way of salvation. Nilimwambia ya kwamba sisi hatuna ushauri kuhusiana na mambo ya wokovu wetu. Kwa hivyo yeye akakashirika, akaona ya kwamba akobana ya wokovu, lakini watumishi wake wakasema ya kwamba hapana, hebu jaribu tu, ilimzidi kwenda kule mtoni, na kama angelisema kwenda kitu kikubwa ilikuwaje? Lakini jamaa akaamua arudi kule Shamu, arudi na mkono wake, lakini si kuenda katika mto Yordani. Alafu ikasemekanaje? Hebu teremka. 12 inasema nini? Je, hapana na habari mito ya Damaski ni bora kuliko maji yote ya Israeli? Mito ambayo aliyotaja mtu huyu, kwa kusema kweli ni mito safi, maji safi, very clean. Kwa maana Biblia inasema, ukisoma kitabu cha historia, inasema kwamba kando ya mito hii kulikuwa na misitu mikubwa mikubwa, na kwa sababu hii maji yalikuwa yamesafika, yako very clean. Ukiangalia haya maji unaona mpaka mchanga chini, very clean, mito ambayo ilikuwa inapatikana kule shamba. Lakini sasa kwa nini Mungu asitumie mito hiyo? Sababu ni kwamba katika misitu hii watu walikuwa wanaenda, na watu walikuwa wamejenga kando yake madhabahu ya miungu ambayo si ya kweli. Kwa hivyo kwa njia hii origin ya maji haya hayakuwa kuweza kuponya. Mungu akasema ya kwamba haiwezekani mimi nikuwe katikati ya miungu ambayo ni tofauti alafu niweze kuponya watu pale. Akasema ya kwamba atatumia Jordan. Mimi nimesema ya kwamba atumie Yordani, lakini yeye anataka atumie maji ya kwao ambayo ni safi, maji yasiyoponya. Watu wetu mara nyingi tunaweza kuona njia ngumu, njia ambayo hatujazoea, njia ambayo ni ngeni kwetu. Tunaambiwa tutumie njia hiyo kwa sababu ya salvation, na tunakataa kwa sababu tunaona heri mahali tumezoea kuliko barabara tusiyojua. Lakini tuelewe ya kwamba Mungu ametoa wito wa kwenda kuokoa watu. Anapotoa wito huu anapeana barabara ya kwenda kuokoa watu. Lakini sasa akafanyaje? Hebu teremka msomaji wangu. Huyu akafanya mfano gani? Alifanya aje? Je, siwezi kujiosha
siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi. Akakeuka akaondoka kwa hasira. Mambo mengine tunayozungumza, lakini yako na uzito wake. Huyo mfalme Herode wakati alipokuwa anatoka shamba akienda Israeli, alikuwa anakusudia aweze kupata mambo yanayoendana na akili yake, lakini kumbe njia ya Mungu ni tofauti na vile wanavyofahamu. Mungu anamwambia kwamba pita barabara hii, anamshauri apite katika barabara ya uponyaji, lakini yeye moyoni mwake anakasirika. Jana nilimwambia ni nani aliye ndani ya moyo wako, ni nani aliyeteka moyo wako. Hata kama alikuwa mtekaji wa moyo wako, anajaribu kushauriwa, lakini anakasirika. Licha ya kukasirika, Biblia anasema aliondoka kwa hasira, akasema kama ningeomba siwezi ingia, kama ningeomba siwezi kiosha. Kuna mito misafi kwetu, lakini kumbuka mito ya kwao haikoi. Mito ya kwao haikoi. Alafu unakuaje? Twende basi. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda. Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Naye nyama ya mwili wake ikarudia huyu jamaa bila kuamua kurudi nyumbani. Watumishi watu wake waliotembea na wakasema, kama ingelikuwa tu jambo kubwa, huyu mtu angekwambia. Na Elisha alimwambia tu inaanza huko Mungu wenyewe wapambane na mawazo yake. Lakini sasa sikia, wanamwambia kama ingelikuwa jambo kubwa, Sulemani wewe ndio shauri ndio ndio hivi utakuwa Mungu wa mama. Wanakwambia ni nini ambayo inakufanya wewe usikupate kupona? Na kuna wanakwambia, hawajakwambia kwa pesa, wanakwambia tu enda wewe mwenyewe ona katika Yordani alafu upone. Wale wote wanataka wewe uje hebu tena yao wewe ndio na yeye sika kuna sababu kuna nani wewe umefika. Waebrania 6:16-17 inasema, Waebrania 6:17, katika neno hilo Mungu akitaka, narudia, katika neno hilo Mungu akitaka kumwonyesha zaidi sana waridhio ile ahadi. Katika neno hilo nasema, katika neno hilo Mungu niko sawa. Katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana waridhio ile ahadi, jinsi mashauri yake yalivyoweza kubadilika, jinsi mashauri yake naomba unipe ile kitu imeandikwa hapo, usiniletee maana tofauti. Anza tena. Ni Waebrania 6:17. Haya, sema twende mtoto wetu. Katika neno hilo Mungu koma alitaka kuwaonyesha zaidi sana waridhio ile ahadi. Alitaka kuonyesha sana waridhio ile ahadi. Jinsi mashauri yake yalivyoweza kubadilika.
jinsi mashauri yake yasivyo. Jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika. Alitia kiapo. Alitia nini? Kiapo katikati. Moja kwanza, alitia nini? Alitia kiapo katikati. Alitia nini? Kiapo. Wapi? Katikati. Naona rejelesha. Endika kueleza hapa mbaya bwana. Ati kwa sababu Mungu akitaka kutuonyesha sana watu tutakao irithi ile ahadi, ile kitu alifanya, ile kitu Mungu alifanya. Wamanye wewe kusali chuma wao maraka hapo maji. Anaomba msali wake. Alright. Lakini sasa Mungu anasema alitia katikati yako. Alafu maliza 18. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika. Ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo. Ati Mungu hawezi kufanya nini? Kusema uongo. Yohana 3:3. Wapo ndio ndani. Umuntu kundu kwa yeye. Wewe sawa kubeita. Twende. Yohana 3:3. Nasema nini? Yesu akajibu. Sasa Yesu, wewe ulichuni. Wewe chuni. Sasa Yesu akasema, akaambia Nikodemo, akamwambia, akasemaje? Amini amini nakuambia. Amini omanye na roho ababu kusu angesema amini usiamini. Lakini sasa Mungu anasema hivi, amini amini nakuambia, mtu asiposaliwa mara ya pili, usipozaliwa mara ya ngapi? Ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kuzaliwa upya ilisababishwa ili tuweze kufika katika hiyo standard ya kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Wametuambia wewe usipozaliwa mara ya pili huwezi teremka. 4. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Wewe ametibidinda nasi. Kama kuelewa, hiyo gari anaanza kuangalia na mara na kufuli. Sema na wewe ndio msemo wale makonde ndio wewe kusahau. Yesu akamwambiaje? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Teremka. Yesu akajibu, akasema nini? Amini amini nakuambia. Akasemaje? Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Sasa tuotayo. Alafu 6 inasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Alafu na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nakwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Wacha tuulize Paulo anasema nini katika Warumi 6:3. Kwa maana wametuambia ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hebu inaisa ajayo ta hapo inaona basi, lakini hujayo sio. Tutajaribu tu sana lakini hatutafika, kwa maana waliomchagua yule mtu anaitwa Nimrod walikuwa wanataka yule mtu awarudishe Edeni, kwa maana nje ya Edeni kulikuwa unakula kwa jasho, na sasa wakasema tunataka mahali tunaweza kukula free. Na sasa maana ambapo huyu jamaa aliwapeleka, aliwateremsha mpaka akajenga mji wa nini? Mji wa Babeli katika nchi ya Shinar.
na walipoendelea akateremka mpaka Ninawi katika nchi ya Ashuru, akateremka akajenga Sodoma na hatimaye akaishia kujenga miji ya Sidoni na Tiro, miji ambayo imejaa uchawi peke yake. Kumbe mawazo ya kibinadamu yanatuchukua mbali sana na Mungu. Lakini sasa hapa ushauri wa Yesu is the one to give the way salvation. Paulo anasema nini? Warumi 6:3 inasema, yes, hamfahamu ya kuwa zizi zote. Sasa mnafahamu, anasema hamfahamu. Yeye anauliza kama tunaweza kufahamu. Hamfahamu ya kuwa zizi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Sasa anazungumzia watu wote waliokuwa wabatizwa katika Kristo Yesu. Walibatizwa namna gani? Tulibatizwa katika mauti yake. Hadi tulibatizwa katika nini? Mauti yake. Alafu basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Hadi tulifanyaje? Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Alafu katika mauti yake. Na kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Baba anapozungumza statement hii, yaani anamaanisha kuna mambo mawili ambayo yaliyokuwa yanatendeka. Kuna mambo ambayo yataunganika yakiwa na maana kuu katika kifo cha Yesu. Anasema hivi, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho haoni mbingu. Lakini anapoangalia vizuri, kumbe wakati Yesu anapokufa msalabani, huyu Yesu alizikwa, na kwa kuzikwa kwake alizikwa pamoja na watu waliobatizwa katika maji mengi. Kwa hivyo akazikwa jinsi alivyozikwa kaburini, na kumbe hakubaki huo, na alipofufuka alifufuka pamoja na wote ambao walikuwa wamekufa pamoja na yeye kimwili. Kwa hivyo waweza kuishi wakiulishia maisha mapya. Kwa hivyo anasema kwamba watakuwa na maisha mapya. Lakini kwa nini sisi tunaitwa Wakristo lakini mienendo yetu ni mchafu? Sababu ni kwamba wenda kuna uwezekano hatukuzikwa pamoja naye katika mauti yake. Kwa hivyo alipofufuka hatuwezi kuliishia maisha ambayo hakukushiriki kifo chake. Aje kama hivi kanunge ndio haraka bwana katika haya mahindi walipanda yakakufa kwanza, yalipokufa ulikamea mahindi, ndio saa hii naona yanafanana hivyo. Kwa hiyo aliyepanda mahindi haya anatarajia kupata mavuno mengi, kwa sababu yale mahindi yaliyopandwa yalikufa kwanza. Kristo anasema kwamba, Paulo anasema sisi tulikufa ndani yake Kristo, ili kwamba wote waliobatizwa katika mauti yake. Kwa sababu mzungumzaji ambaye ametoka hapa alikuwa anazungumzia juu ya ubatizo wa maji mengi. Akasema kwamba Yesu alibatizwa kwa maji mengi, akazamisha ndani ya Yordani, ikiwa ndio kielezo kuonyesha ya kwamba Yesu huyu lazima azikwe baada ya kifo chake, mpaka wakati nafsi zetu zitakapokufa pamoja na Yesu, izikwe pamoja na yeye, na atakapofufuka. Paulo anasema nini katika Wakorintho wa pili 5:14 na 15? Tuulize Paulo anasema nini. Hata Paulo yesabe chango Mungu mnaita Paulo huyu mtu tunazungumza naye, tunazungumzia mambo yake. Nataka nikueleze abele hao Mungu maro kwa matamaki wao Mungu muimbia ruhusi hana fomu ile mzuri hapo kama Mungu kwa Mungu mwaje chindo wala kuti mautani ni Mungu baba ni mukesi. God akainvest in him. Alikuwa na bidii ya kusumbua watu wa Mungu, lakini Mungu akageuza akasema kwamba nataka ufanye, na alipogeuka akaandika mpaka akaanzisha Wakorintho. Soma 14 inasema, maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana ulio ni Wakorintho wa pili 5:14. Haya, soma na 15. 14 na 15. Soma, enda.
14 inasema, maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote. Ati mtu mmoja alikufa kwa ajili ya watu wangapi? Wote. Kwa ajili ya wote. Na yule mtu ndiye ni Kristo. Yeye ndiye alikufa, si kwa niaba lakini kwa ajili. Tofautisha kwa niaba na kwa ajili. Kwa hiyo alikufa kwa ajili ya wote. Alafu basi walikufa wote, kuonyesha kwamba sasa wote walio ndani ya Kristo walikufa wote pamoja na Kristo.